Rais Samia Suluhu alihutubia taifa. Muda mfupi baadaye Gwajima naye alijibu. Makala hii inaeleza mbinu moja ya hatari wanayotumia wapinzani wa Samia kumzoofisha. Kabla sijaeleza mbinu hii, naomba nikukumbushe alichosema Rais Samia na alichojibu Gwajima. Samia alisema mambo mengi, lakini baadhi ya mambo aliyosema ni haya yafuatayo. Alizungumza kuhusu serikali kuchukua hatua madhubuti dhidi ya mfumuko wa bei. Alizungumzia kuhusu deni la taifa kuwa linaendelea kuwa himilivu. Lakini aligusia kuhusiana na swala la utalii, akisema kwamba utalii umekuwa, dola zimeongezeka, na alitahadharisha kwamba mikoa yenye mavuno mazuri iweke akiba ya chakula. Lakini rais aligusia kuhusiana na yale yaliyotokea Oktoba 29. Aliziita kuwa ni nyakati ngumu na alivishukuru vyombo vya ulinzi. Alizungumzia kuhusu tume ya maridhiano, akijaribu kuhamasisha kuhusiana na kile kilichotokea, basi maridhiano ya harakishe na yafanyike. Lakini pia alitaja tarehe ambayo tume ya maridhiano itakuja na majibu, na alihamasisha sana kwamba tusikubali kwa vyovyote vile tofauti za kiitikadi zitugawe. Sasa hayo ni maneno ambayo aliyazungumza Rais Samia Suluhu katika hotuba yake, lakini Gwajima naye aliibuka baada ya kauli hiyo ya Rais Samia. Gwajima naye katika mkesha wa mwaka mpya akiwa kanisani kwake aliibuka na maneno. Sasa baada ya kutaja hiki alichokisema Gwajima, tutakwenda moja kwa moja kueleza mbinu ya hatari inayotumiwa na wapinzani wa Samia. Ni mbinu moja tu. Sasa Gwajima alijibu kwa kujigamba. Alisikika Gwajima akisema kwamba magumu yalikupata kwa sababu nilikataa utekaji. Katika mahubiri ya Askofu Gwajima paliibuka aina mbili za utata. Kwanza, Gwajima hakuonekana kuhubiri amani. Badala yake Gwajima alikuwa amekaa kishari zaidi. Alikuwa amekaa kama mtu ambaye anapambana, kama mtu yuko kwenye mapambano makali. Alisikika Gwajima akisema, mtu akikupiga kirungu, wewe ujibu kwa maombi. Wanze raba shaka raba. Kwa hiyo ni kama ukichunguza unaona Gwajima alikuwa anajaribu pengine analeta utata, kwa sababu mafundisho yanasema ukipigwa kofi la kulia unageuza na la kushoto, ukinyang'anywa koti basi hata shati nayo unapeleka. Mafundisho haya ambayo yanalenga kuwafanya watu wapone, lakini yeye kama amekuja na jambo jipya ambalo tunasema huu ni utata. Lakini hilo ni jambo la kwanza, utata alioleta. Lakini utata wa pili alioleta bwana Askofu Gwajima, aliwafikirisha watu aliposema macho ya mtu mwenye Roho Mtakatifu ndio macho ya Mungu, akiwa na maana kwamba bila kuonwa na mtu mwenye Roho Mtakatifu Mungu hawezi kukuona. Sasa hii inafikirisha sana, kwa sababu kwa kawaida sisi tunaamini Mungu anatuona wote. Mungu sasa kuonekana mpaka tena uone na mtu mwenye macho ya Roho Mtakatifu kidogo inaleta walakini. Sasa kauli hii imeleta maswali. Kabla hatujaenda kujadili mbinu ya hatari, tunaangalia kidogo kauli hii. Kauli hii imeleta walakini. Watu wanawaza, anapigia simu watu wanauliza, mwalimu, ama watumishi wa Mungu wameshafahamu kwamba pepo haipo, ndio sababu wanapambana hapa duniani? Kwa sababu ukiwaona watumishi wa Mungu unaona kama wako serious sana na dunia, pengine kuliko sisi waumini. Ama naulizwa swali na wafuatiliaji wa channel hii, ama mwalimu, hebu lifuatilie hili. Wananituma wasikilizaji, wafuatiliaji channel yangu, hebu lifuatilie mwalimu, pengine watumishi wa Mungu wameshafahamu ukweli, pepo haipo. Wako serious na dunia. Watumishi wa Mungu wana siri nyingi hawa. Sasa kwa sababu nimetumwa nitafuatilia. Pengine kuna kitu wameshakigundua watumishi wa Mungu. Si kawaida hii. Si kawaida mtumishi wa Mungu kuwa serious na mambo ya kidunia. Sasa tuachane na hayo, sasa tujadili mbinu ya hatari inayotumika dhidi ya Rais Samia Suluhu Hassan. Mbinu ya hatari sana.
na huu mwaka 2026 tumuombe heri, lakini mbinu ya hatari sana. Kwanza yamefanyika majaribio mengi zidi yake, lakini yote yameshindwa. Yamefanyika majaribio mengi. Lakini pia kuliona yamefanyika mambo mengi. Wakati wa mchakato wa kupata mgombea aliibuka ndugu Humphrey Polepole, tuliona lakini tuliona mbinu nyingi sana zimetumika, mbinu za kutaka kupeleka ICC, mbinu nyingi sana, mbinu za kutaka kutengwa kimataifa, mbinu nyingi sana, na yeye amepambana na mbinu hizi zote, ameenda nazo vizuri na ameweza kufanikiwa na kuibaki kuwa kinara. Sasa inakuja mbinu mpya inayotumika. Msikilize mwalimu, mbinu mpya inayotumika kwa sasa ni mbinu ya kisaikolojia, kumsema vibaya Rais Samia, ayasikie maneno, nayo maneno hayo yamuumize vibaya kama alivyosema. Wakosoaji, maadui wa Samia, maadui wa taifa, wanaotamani rasilimali za Tanzania, wanafahamu kweli Rais Samia anafuatilia habari, wanafahamu kweli mengi yanayosemwa anayasikia. Kwa hiyo sasa silaha nzuri zaidi ya kuitumia ni silaha ya kumkera kwa maneno, silaha ya kumsema vibaya, ajisikie vibaya. Unaposemwa vibaya, wakati mwingine unaweza ukafanana na maneno unayosemwa nayo, usipokuwa makini, usipokuwa imara katika hisia. Sasa kundi hili linafahamu vizuri kabisa kwamba Rais Samia anafuatilia habari, anaona kinachoendelea, hivyo mashambulizi yamehamia huko, kumsema, asemwe, ajisikie vibaya. Sasa wanatumia maneno ya kumkera. Lengo ni kumtoa katika nafasi yake aliyonayo, nafasi ya mama mpole. Wanataka akasirike, aanze ukorofi, na akifanya hivi watasema mmeona huyu ni dikteta kumshinda Magufuli. Maneno hubadili watu, maneno huumiza, maneno huchoma. Rais Samia Suluhu Hassan afanye nini? Rais Samia Suluhu Hassan, msikilize mwalimu. Rais Samia Suluhu Hassan anatakiwa atambue kwamba hakuna rais asiyesemwa, hakuna rais asiye na adui. Maneno yasimbadili. Tunafahamu maneno haya ni jaribio la kumbadili mtu mwema kuwa mtu mbaya. Asibadilike, aendelee kulijenga taifa akiwa hivyo hivyo, mpole, mwana demokrasia, mwana diplomasia, mtu mwema sana na mwenye hofu kubwa kabisa ya Mungu. Wanauliza leo mahubiri ya namna gani kuimbaimba? Mioyo yetu imejaa furaha na shukrani. Danieli akatupwa ndani ya tundu la simba. Kwa nini anaonekana Danieli halifu amri halali ya mfalme? A legal decree from the king, ambayo iko kinyume na Mungu wake. Umenielewa eh? Umenielewa eh? Unajua magumu yaliyokupata wewe yalikupata kwa sababu mimi nilikataa utekaji. Umenielewa eh? Yalikupata kwa sababu mimi nilikataa, mpaka leo nakataa vile vile. Umenielewa? Mpaka leo nakataa vile vile. Mpaka leo. Siukae. Siukae ulegeze
zako, ndio wewe ukaingia kwenye magumu haya. Sababu mpaka leo mimi nakataa vile vile